Na mtazamaji, karibu tuangazie habari za siasa ambazo zimeweza kujiri, lakini pia kumeki headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Jina langu ni Official Rosely na tunaangazia taarifa ambako Mange ametoboa siri pressure yaongezeka mara tu baada ya kauli kutoka kwa senator wa Marekani kuhusiana na swala zima la Tundu Lissu kuwekwa kizuizini. Karibu tuangazie habari za kisiasa ambazo zinaonekana kuvuka mpaka nchini Marekani, ambako mwaka mmoja hivi sasa tangu kutiwa kizuizini kwa kiongozi wa upinzani wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu, mjadala kuhusu haki za binadamu na mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania umeanza kufikia hatua nyeti zaidi, ukiwa sasa umevuka mipaka ya taifa na kuingia kwenye uangalizi wa kimataifa. Kilichoanza kama tukio la ndani sasa kimekuwa swala ambalo linavuta hisia za viongozi wa dunia na wachambuzi wa siasa, likizua maswali mazito kuhusu haki, sheria na uhuru wa kisiasa. Katika maendeleo mapya, seneta wa Marekani Jeanne Shaheen ameibua mjadala huo kwa nguvu zaidi baada ya kutoa tamko linaloeleza kuwa Lissu bado anazuiliwa kutokana na msimamo wake wa kutetea mageuzi ya uchaguzi na uhuru wa kiraia. Shaheen ametoa wito kwa mamlaka za Tanzania kufuta mashtaka dhidi yake na kuhakikisha anaachiliwa huru mara moja, kauli ambayo inaongeza pressure ya kidiplomasia kwa serikali. Ndani ya Tanzania, tukio hili limeendelea kugawa maoni ya jamii. Kwa upande mmoja, wafuasi wa upinzani wanaona hatua dhidi ya Lissu kama ishara ya kubanwa kwa demokrasia na uhuru wa kujieleza, na kwa upande mwingine kuna wanaoamini kuwa hatua za kisheria zinapaswa kuheshimiwa bila upendeleo, wakisisitiza umuhimu wa kudumisha utulivu na utawala wa sheria. Kauli mbiu ya no reform no election imeendelea kuwa kiini cha mjadala huu, ikionyesha uwazi mvutano uliopo kuhusu mfumo wa uchaguzi na mwelekeo wa kisiasa nchini Tanzania. Ili limeifanya kesi ya Lissu isitiwe na isiwe tu suala la mtu mmoja, bali kuwa ishara ya mapambano mapana kuhusu haki za kisiasa na usawa wa kidemokrasia. Kadiri sauti za kimataifa zinavyozidi kuongezeka, ndivyo ambavyo shinikizo linavyoongezeka kwa Tanzania kujitathmini upya katika mizani ya haki za binadamu na mahusiano ya kimataifa. Swali linalobaki ni ikiwa hali hii itachochea mageuzi ya kuimarisha msimamo uliopo, jambo ambalo linaweza kuathiri siasa za ndani pamoja na taswira ya nchi duniani. Kwa sasa macho ya wengi ndani na nje ya Tanzania yameelekezwa kwenye hatua zitakazofuata, zikisubiri kuona kama kesi ya Tundu Lissu itakuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa au itaendelea kuwa mfumo wa mvutano kati ya mamlaka ya uhuru wa kisiasa. Nitamaje mtazamaji katika habari hii, ndio kuona kipi ambacho kitaendelea kufuata katika mahakama ambako kesi ya Mheshimiwa Lissu inaendelea. Endelea kuandika maoni yako moja kwa moja, wakati mwingine tutaangazia.